Wakiwa katika harakati kama hizo, Dar es Salaam Young Africa nao wakatia miguu yao, wakashtuka. Wakaona kwamba hili jambo liko serious kweli kweli. Wao wakapanda dau pa kufikia milioni 700, na katika hiyo milioni 700 wao walikuwa wako tayari kuweza kutoa mshahara wa milioni 40 kwa mwezi. Kwa hiyo mpaka naweza kuingia katika mitambo yangu ilikuwa inaonekana kabisa Dar es Salaam Young Africa wanafanikiwa dili hili na kuweza kumuingiza katika ibara. Lakini kikwazo kikubwa ambacho kilikuwa kinamfanya Faisal Salum asiweze kuingia Dar es Salaam Young Africa ilikuwa ni mama yake mzazi. Alikuwa hayuko tayari kumuona mwanae akirudi katika timu yake ya zamani. Kwa hiyo viongozi wa Dar es Salaam Young Africa pamoja na watu wa karibu walikuwa katika hali ya kushawishi mama aweze kukubali ili mtoto aweze kurudi nyumbani ambapo alikuwa amemkuza. Simba Sports Club hawajakubali katika hilo, na wao wameweza kuingilia kati dili hili, na kwa sasa wako Zanzibar wakiwa wanaendelea kuchakata namna gani wanaweza kupata saini yake. Yes. Na Mo yuko tayari kuweza kutoa milioni 800 ili kuweza kuipata saini ya Zanzibar Finest huyu Faisal Salum na mshahara wa milioni 50. Bana, imepita takriban misimu miwili huko nyuma tangu mchezaji kipenzi na mchezaji sukari wa Tanzania, lakini kama itoshi vipenzi wote wa soka nchini Tanzania na dunia nzima kwa ujumla, ambapo mchezaji huyo aliweza kuzua taharuki kubwa kwa kusema kwamba anataka kutoka na kuondoka katika klabu yake ya zamani na kuhamia katika klabu mpya, huku akitoa vielelezo vingi na madai mengi ambayo yanamfanya aweze kuhama katika klabu hiyo na kuelekea katika klabu ambayo alikuwa akipenda yeye kuelekea katika klabu hiyo. Mchezaji huyo ni yupi? Bila shaka mtazamaji na mwanamichezo utakuwa unajua ni mchezaji gani, na hivi sasa tunavyozungumza mchezaji huyo yupo kwenye vichwa vya Watanzania na wapenzi wengi wa kabumbu, akigonga vichwa vya wapenzi hao wa soka nchini Tanzania, huku akihusishwa na vilabu kadhaa hapa nchini Tanzania, lakini kikubwa ikiwa ni vigogo wa soka hapa nchini Tanzania. Klabu hiyo ni ipi ambayo inasadikika kunasa saini ya kiungo huyo wa klabu ya Azam FC? Na hapa kama ushanielewa, anamzungumzia Zanzibar Finest Faisal Salum Abdallah Feitoto ambaye anaitumikia timu ya Azam FC, lakini kama itoshi timu ya taifa ya Tanzania, yani Taifa Stars. Mchezaji huyo anasadikika kuungana na vigogo wa soka hapa nchini Tanzania. Vigogo hao ni wakina nani? Yote tunaenda kuyajua kupitia kwa mchambuzi ambaye ni naye mezani hapa, ambaye ataweza kutuambia ni klabu gani ambayo inasadikika kunasa saini ya kiungo huyo. Yote tutaenda kuyajua. Bana, mwanzo mwisho utakuwa na mimi Latini, lakini katika meza ya kiuchambuzi nipo na Steven Mapunda ambaye ataweza kuongea mengi kweli kweli na kutuambia ni klabu gani ambayo ipo kwenye hatua za mwisho za kunasa saini ya kiungo huyo wa klabu ya soka ya Azam FC. Bana Steven, uko poa kabisa? Mimi niko poa, niko sabi sawia. Mambo yanasonga, mambo ni mengi lakini muda ni mchache. Na kwa muda huo mchache basi sisi wana michezo tunapata time ya kuweza kujuzana yanayojiri katika michezo. Hatupoi kabisa kweli. Kabisa. Bana, Faisal Salum yupo kwenye vichwa vya Watanzania na vichwa vya wapenzi wa soka nchini Tanzania, wakijiuliza ni klabu gani ambayo ataweza kuungana nayo katika msimu unaokuja hapo mbeleni. Vyanzo vya taarifa hizi viko vipi, na wewe katika meza yako ya habari swala hili likoje? Ukiangalia Faisal Salum alikuwa Dar es Salaam Young Africa kabla ya kwenda Azam, lakini na ndio Yanga iliweza kumpa chat kubwa na kumpa umaarufu mkubwa na mafanikio makubwa yalianzia Dar es Salaam Young Africa. Kilitokea ambacho kimetokea, aliweza kwenda Azam FC, watazamaji wako wanajua, lakini kwa miaka hii miwili wanakosa huduma yake. Dar es Salaam Young Africa imekuwa ikishinikiza zaidi kumfanya Faisal Salum aweze kurudi katika imaa yao. Na ukiangalia mwanzoni tuliona Simba Sports Club walikuwa wametia miguu yao kuweza kumhitaji mchezaji huyu,
na walikuwa tayari kuweza kutoa milioni 600 kwa ajili ya kuweza kupata saini yake na mshahara wa milioni 35 kwa mwezi, ambapo Faisal Salum walikuwa katika mazungumzo. Wakiwa katika harakati kama hizo, Dar es Salaam Young Africa nao wakatia miguu yao, wakashtuka, wakaona kwamba hili jambo liko serious kweli. Wao wakapanda dau pa kufikia milioni 700, na katika hiyo milioni 700 wao walikuwa wako tayari kuweza kutoa mshahara wa milioni 40 kwa mwezi. Kwa hiyo mpaka naweza kuingia katika mitambo yangu ilikuwa inaonekana kabisa Dar es Salaam Young Africa wanafanikiwa dili hili na kuweza kumuingiza katika ibara, lakini kikwazo kikubwa ambacho kilikuwa kinamfanya Faisal Salum asiweze kuingia Dar es Salaam Young Africa ilikuwa ni mama yake mzazi. Alikuwa hayuko tayari kumuona mwanae akirudi katika timu yake ya zamani. Kwa hiyo viongozi wa Dar es Salaam Young Africa pamoja na watu wa karibu walikuwa katika hali ya kushawishi mama aweze kukubali ili mtoto aweze kurudi nyumbani ambapo alikuwa amemkuza. Lakini mpaka muda huu naingia mtamboni bwana Ratini, kuna kitu ambacho kimetokea. Wanasema kwamba ni kupindua meza. Simba Sports Club hawajakubali katika hilo, na wao wameweza kuingilia kati dili hili, na kwa sasa wako Zanzibar wakiwa wanaendelea kuchakata namna gani wanaweza kupata saini yake. Yes. Na Mo yuko tayari kuweza kutoa milioni 800 ili kuweza kuipata saini ya Zanzibar Finest huyu Faisal Salum, na mshahara wa milioni 50, ambapo milioni 50. Wao wako tayari kuweza kutoa pesa hiyo. Lakini pia Simba wameenda mbali zaidi na wamesema kuwa wako tayari pia kumpa nyumba mama yake Faisal Salum, ambapo hii imekuwa ni ushawishi mkubwa zaidi ambao Simba Sports Club wamejaribu kujenga kuweza kumnasa mchezaji huyu. Kwa hiyo kwa sasa hivi Simba wana mechi ina Selabochi ambayo itafanyika pale visiwani Zanzibar, lakini kuna baadhi ya viongozi tayari wapo katika visiwa vile, na wengine wamenaswa na vyanzo vyetu wakiwa katika ushawishi mkubwa kumshawishi mama aweze kukubali kijana aweze kujiunga na mnyama aweze kujiunga na Simba Sports Club. Kwa hiyo mpaka hivi sasa Simba wameweza kupindua meza hiyo na wanapewa nafasi kubwa zaidi ya kuweza kuwini bato hii, na ambapo kila mmoja anafahamu kuwa Simba wana uhitaji mkubwa sana wa mchezaji ambaye ni namba 10 toka aondoke Clatous Chota Chama. Na ilisikika kocha wa klabu ya Simba akisema anamhitaji namba 10 mwingine. Yes. Na hilo limekuwa wazi kabisa, na Fadlu Davis ameonekana kuvutiwa zaidi na Faisal Salum, na kitu ambacho Simba kinawashawishi zaidi kuweza kumvuta mchezaji kama wa kariba ya Faisal Salum kwanza ni local player, mchezaji ambaye anatokea Tanzania. Kwa hiyo hata baadhi ya complications zinakuwa zinapungua kidogo, vibali na nini inakuwa ni rahisi kwa upande wao kuliko kwenda kuchukua mchezaji ambao ni wa kimataifa. Kwa hiyo unaona kabisa Mohamed Dewji Mo ameamua kuweza kutia mzigo, na inawezekana akawa ndio mchezaji wa kwanza kulipwa pesa nyingi zaidi katika viunga vya Simba Sports Club, kwa maana ya kuwa signing fee yake inakuwa kubwa zaidi, lakini pia mshahara ambao anakwenda kupokea kwa mwezi unakuwa mkubwa zaidi, lakini pia hata bonus. Simba wameenda mbali zaidi, wameweka bonus kwa Faisal maalum. Kama unavyofahamu Simba na Yanga zimekuwa na upinzani wa hali ya juu. Wameweka bonus endapo Dar es Salaam Young Africa akipoteza mchezo akicheza na Simba na Faisal akiwa katika kiwanja, atakuwa akipewa milioni 50 kwa yeye kama yeye. Bonus yake itakuwa sasa ni dau kubwa zaidi. Yes. Yeye kama yeye atakuwa akipokea milioni 50 kama bonus kwa upande wake. Lakini ambapo ikitokea wameweza kuchukua ubingwa wa Tanzania bara akiwa ndani ya viunga vya Dar es Salaam Young Africa, atakuwa akipewa milioni 100. Kwa hiyo hii ni bonus ya hali ya juu ambayo Simba Sports Club wameona kuweza kumtangazia dau hili Faisal Salum. Na mimi sioni kama Faisal mwenyewe alipokuwa anasema kuwa ameondoka Yanga kwenda Azam kwa ajili ya mafanikio, kwa ajili ya fursa
na kwa ajili pia ya kuweza kupata kipato. Kama sababu ni hiyo, basi nafikiri kwa Simba Sports Club, kwa dau hili ambao wameweza kumwekea, kwa bonus hizi ambazo zipo mbele yake, basi ni moja kwa moja dhahiri shairi huenda akawa ameaccept dau hili ili kuweza kuingia ndani ya Simba Sports Club. Lakini hapo nyuma ilisikika kwamba Yanga wameweka vikwazo vikubwa kama Azam atataka kumuuza Faisal Salum kwa Simba. Hiyo ipoje? Kuna rumors nyingi zinasemwa kwamba ili aweze kuuzwa Simba Sports Club au timu nyingine, Yanga wana percent yao ambao wanaitaka kwa Faisal Salum, lakini ukweli ni kwamba huyu ni mchezaji wa Azam, ni mali ya Azam. Kwa hiyo ina maana kwa sasa hivi Simba wakiwa wanamhitaji, maana yake wanavunja mkataba na Azam na si sehemu nyingine yoyote. Na kuhusiana ile ya kusema kwamba haruhusiwi kwenda Simba Sports Club, ile nafikiri ilikuwa tu inazungumzwa, lakini ukweli ni kwamba Faisal Salum ni mali ya Azam, ni mchezaji wa Azam mwenye mkataba na Azam, na kwa sasa amekataa kuweza kuongeza mkataba mwingine na Azam. Kwa hiyo miaka miwili ambayo imesalia ya Faisal Salum Feitoto ndani ya Azam, hana haja tena kuweza kuongeza mkataba mwingine, na pia haizuiliwi kwenda sehemu nyingine yoyote kuweza kucheza kama matakwa ya kimkataba yatakuwa yamekidhi. Na ilisikika Faisal mwenyewe akisema kwamba mimi nipo tayari kucheza klabu yoyote endapo ofa itakuwa nzuri, hata Mtibwa, hata Simba, hata kurudi Young Africans. Yes, mara nyingi amekuwa akisema hivyo kwamba yuko tayari kwa ajili ya kucheza timu yoyote, na hajahitajika tu Tanzania peke yake, amehitajika hata viunga vya South Africa. Tumeona Mamelodi Sundowns wameonyesha interest, Kaizer Chiefs wameonyesha interest, lakini pia Wydad Athletic pia nao wenyewe wameonyesha interest pia ya kumhitaji Faisal Salum Feitoto. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye hakuna kocha ambaye akiletwa mbele yake anaweza akawa na mashaka juu ya Faisal Salum Feitoto. Bana, labda hiyo itakuwa ni habari njema kwa klabu ya Simba. Mfalme Nika na mnyama mkali wa mwituni akinasa saini ya kiungo huyo Zanzibar Finest Faisal Salum Abdallah Feitoto. Muda wote ulikuwa na mimi Latin, lakini kama itoshi nilikuwa na mchambuzi maridadi kabisa Steven Mapunda akijaribu kutupitisha na kutuangazia mchezaji Faisal Salum ni wapi ataenda kusajiliwa katika dirisha kubwa la kiusajili. Nyuma mitambo alikuwepo Damian Mapunda akicheza na kamera na kutufanya tuweze kung'aa kama unavyotuona ndani ya Steam Media. Cha kukusii na kukusisitiza ni kwamba usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Hadi wakati mwingine, bye bye.